Wanawake moto! Moto! Wanawake moto! Moto! Kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo hufanyika tarehe 8 mwezi Machi kila mwaka, wanazuoni na maafisa maendeleo ya jamii wanaofanya kazi zao chini ya shirika la maendeleo ya kilimo na afya ya jamii ADECH wametoa wito kwa wanawake kuhakikisha wanafanya mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupinga vitendo vya ukatili, kuhifadhi mazingira kwa kupanda miti, kuunga juhudi za kumuinua mwanamke kiuchumi, usawa kati ya wanawake na waume zao, hasa katika suala la maamuzi dhidi ya mali zao za familia, kuzingatia suala la mlo kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5, huku akiiomba serikali kulisaidia shirika hilo, hali itakayoliwezesha shirika kujitegemea sambamba na kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji safi katika baadhi ya maeneo mkoani Rukwa. Tomasa Pius Peter, nimesoma katika chuo cha usimamizi wa biashara Rukwa. Nimepata stashahada ya ngazi ya kilimo. Kwa sasa nimejiunga na shirika la maendeleo ya kilimo na afya ya jamii ADECH kwa kuelekea siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3 2025, kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza katika swala la kumuinua mwanamke kiuchumi. Kwanza ningependa kuongelea swala la mwanamke kumuinua kiuchumi. Hapo awali tulikuwa tunaona wanawake wengi hawapati haki zao za kimsingi katika kuendeleza kiuchumi, lakini kwa sasa tunawaona wanafanya biashara, wanajiongoza, wanapata mahitaji yao na wanajikuza kiuchumi. Pia kuna serikali inatoa mikopo kwa ajili ya wanawake kujiendeleza katika masuala ya biashara na kukuza uchumi. Hivyo serikali inapaswa kuendelea hivyo kutoa mikopo ili kuwafanya wanawake wasirudi nyuma. Pia hapo awali baadhi ya familia zilikuwa zina mali, lakini mwanamke alikuwa hana sauti ya kumwambia mwanaume kwamba tufanye hichi ili kuendeleza uchumi, ambapo hizo mali zilikuwa zinamilikiwa na baba peke yake. Hakukuwa na usawa. Hivyo tulikuwa tunaona hivyo familia zinavyoenda, lakini kwa sasa kidogo wamepata elimu na wanawake wanazidi kujikuza katika uchumi. Naomba tuendelee kuwa hivyo, kama sisi wanawake tuendelee kujikuza kiuchumi, kusaidiana katika elimu na mambo mengine katika familia ili kujiendeleza kiuchumi. Jamhuri ya Muungano inapaswa kutoa ajira mbalimbali kwa wanawake au wajasiriamali waliokuwepo katika wanaofanya biashara masokoni ili kuweza kukuza uchumi wao kibiashara zaidi. Katika masuala ya mashirika hapa Tanzania, sitoacha kulitaja shirika la ADECH kwa sababu ni shirika ambalo linajihusisha na kutoa elimu kwa wajasiriamali, kutoa elimu kuhusu afya, kutoa elimu kuhusu kilimo endelevu ambacho si cha kutumia mbolea za madukani na madawa ya madukani, bali wanatumia mbolea asilia na madawa asilia ili kukuza mazao na kuzalisha mazao yaliyo bora. Shirika hili la ADECH limefanikiwa kuzalisha mazao yasiyokuwa na kemikali. Kama ilivyokuwa awali, mazao yaliyokuwa yanazalishwa yakiwa na kemikali ambayo yalikuwa yanapelekea afya inakuwa duni kwa watoto wanakuwa hawana lishe nzuri, performance yao shuleni inakuwa si nzuri. Hivyo shirika hili linahusika katika kuzalisha mazao yaliyo bora yasiyo na kemikali ili kupunguza udumavu kwa watoto walio chini ya miaka 5 na kuwa na watoto wenye afya bora, njema na stahiki, na waendelee kukua vizuri wenye afya njema. Kwa majina naitwa Faida Jumanne Abdalla, ni afisa maendeleo ya jamii. Nimechukua stashahada yangu katika chuo cha usimamizi wa biashara Rukwa. Kwa sasa nimejiunga na shirika la maendeleo ya kilimo na afya ya jamii kwa kuelekea kuadhimisha siku ya wanawake duniani.
Ningependa kuelezea ukatili wa wanawake katika nyanja mbili: ukatili wa kisaikolojia na kiuchumi. Nikianza na ukatili wa kisaikolojia, wanawake wengi haswa wa Kiafrika wamekuwa wakikatiliwa kisaikolojia katika sehemu mbalimbali ikiwemo maofisini na majumbani. Maofisini unakuta bosi mfanyakazi wake amekosea, baada ya kumrekebisha kiustaarabu anamtumia maneno ya kashfa na kumpelekea mwanamke kujiona ni dhaifu na kutojiamini. Pia na majumbani wanawake wanakatiliwa kisaikolojia na waume zao. Kwa mfano, mwanaume anatoka huko anakuja anamtukana, anamfanyia vitu ambavyo mwanamke kisaikolojia anaharibika na kutojiamini na kutojiona yuko sawa. Katika kiuchumi, wanawake wengi wanakatiliwa kiuchumi, kutokatazwa kufanya biashara, kutosapitiwa kufanya biashara wala kazi, na kupelekea kudhulumiwa mali zao. ADECH linatoa elimu kwa wazazi kuzingatia mlo kamili kwa watoto ili kuondosha udumavu kwa watoto na utapiamlo kwa watoto. Ombi langu kwa serikali ni kusapoti shirika la ADECH kifedha ili lijitegemee kwa vitendea kazi wakati wanaenda kutoa elimu katika jamii. Hii itarahisisha namna ya kufikia wananchi na kutatua matatizo yao. Kwa majina naitwa Radhia Mushi. Nasoma katika chuo cha usimamizi wa biashara Rukwa, kozi ya kilimo, ngazi ya stashahada. Nimejiunga na shirika la maendeleo ya kilimo na afya ya jamii ADECH kwa kuelekea siku ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kuna changamoto ambazo zinatokea mazingira ambayo wanawake wanapatikana, ikiwemo changamoto moja ni maji. Maji imekuwa changamoto kubwa kwa kuhamisha wanawake katika shughuli zao za kiuchumi. Wanashindwa kufanya uzalishaji kutokana na maji hakuna. Maeneo mfano yanayozunguka manispaa, kwa mfano Mtendo, Pande, Milanzi, kuna uhaba sana wa maji. Watu wanatumia maji ambayo sio salama, maji ya visima. Maji katika maeneo hayo yanapelekea matatizo mengi kutokea. Kwa mfano, saizi kuna uzalishaji mdogo sana kutokana na watu washindwa kuzalisha sababu maji hakuna. Mvunjiko wa familia. Familia nyingi zinavunjika kutokana na hivyo. Mwanamke unafuata maji mbali, ukirudi familia mnakuwa inagombana, kuna migogoro ya hapa na pale katika familia. Pengine inapelekea watoto kuishi katika mazingira magumu. Kutokana na hivyo, maji hakuna, wazazi wanaenda wanahangaika huko, watoto wanabaki wanaishi katika mazingira magumu. Kuna mlipuko wa magonjwa. Magonjwa yamekuwa mengi kutokana na watu kutokunywa maji yaliyo salama, ambayo yanatokana na vyanzo vidogo vidogo vya maji. Unakuta tu watu kutokana na ugumu wa maji wanaenda, imetokea tu dimbo, wanachota, wanaenda wanatumia kwa, wanapata magonjwa kama typhoid, watu wanaharisha, kipindupindu kutokana na maji ambayo wanatumia sio salama. Hivyo kuelekea hii siku ya mwanamke duniani, serikali ingeanzisha miradi mbalimbali kufikisha maji katika sehemu hizo husika, na sio maji tu, maji yaliyo salama ili kusaidia hizo jamii. Mimi kama mwanamke na washauri wanawake wenzangu kupitia hayo maji wanaoyapata ya visima ambayo wanapata katika hivyo vyanzo vya maji, waeke katika ustaarabu mzuri, wayachemshe, wahifadhi katika mazingira mazuri ili mradi kuzuia magonjwa ya mlipuko na magonjwa ya tumbo kwa watoto. Wanawake moto! Moto!